Inga na kutoa pole zao. Tutakuwa tunafuatilia zaidi yanayojiri kule. Tukirejea hapa studioni, tunafungua rasmi jamvi la mazungumzo ambapo leo tunaangazia mitihani iliyoanza leo rasmi kote nchini, ikiwa ni tathmini za kitaifa za sekondari msingi na pia katika kile kiwango cha msingi ikiwa ni KPSEA na KJSEA, na haswa yatakaofuata baada ya KJSEA ikiwa mwakani ni gredi ya 10 ama ile sekondari ya juu. Studioni nitakuwa nahusisha Olive Mbuthi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya sera ya elimu na amewahi kuhudumu kama naibu mkurugenzi katika taasisi ya KICD ikiwa inashirikisha sana masuala ya taaluma, na pia nitakuwa namhusisha Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na ni mtafiti wa masuala ya elimu akiwa anafanya chini ya shirika la elimu bora. Karibuni sana. Asante. Nimeshukuru. Naam, wanafunzi milioni 2.3 wameanza mtihani wa KPSEA na KJSEA hii leo. Wengine 996,679 watakuwa wanafanya ule mtihani wa kidato cha 4 wa KCSE, ikijumlisha jumla ya watahiniwa milioni 3.4. Ni idadi kubwa zaidi ya watahiniwa kuwahi kuonekana nchini Kenya. Labda kuzungumzia hilo ni kwa sababu tumejumuisha mitaala miwili na mitihani katika makundi mawili tofauti, ama tunaangalia kwa upande wa kwamba tumepata wanafunzi wengi zaidi labda kujiunga na shule ilivyokuwa tatizo ambalo lilikuwa katika siku za nyuma ambapo watoto wengi walikuwa hawajiungi na shule. Boaz. Asante sana dada Hadia na mwenzangu Olive. Kwanza naomba radhi ni tumie dakika kidogo kutoa masekundi chache kutoa rambirambi vile wengine wamekuwa wakitoa kwa kupoteza baba. Na najua Wakenya wengi na sio Wakenya peke yake, watu kutoka nje bara Afrika na ulimwengu mzima wamekuwa wanatoa rambirambi, na wengine hata wanatembelea Bondo. Mimi mwenyewe nilifika huko hata wakati wa mazishi, na tukaona kweli wakati mko na mtu mwenye anaweza kuwasaidia kuona mambo mengi, kuwa na maono sana, wengine saa zingine tunapuuza, lakini baadaye ndio wakati ameenda ndio tunaanza kufikiria kweli tungekuwa tunasikiza vile alikuwa ananena. So kwangu mimi na familia na watu wetu wote elimu bora na wale wengine wote wanaharakati wa haki za kibinadamu na sana sana masuala ya kielimu, tunatoa rambirambi zetu, na baba uishi ama ukae na amani mahali, ama roho yake awekwe mahali pema peponi. So baadaye pengine vile umeuliza, tuko na assessments ama na saizi kuna examinations kadhaa. Tuko na grade ya 6 tayari wanafanya KPSEA, wameanza. Grade ya 9 na mara ya kwanza ndio sasa tunaanza KJSEA. Na kulingana na vile Wakenya walikuwa wanaambiwa kwanza CBC, CBE sasa haitakuwa na examinations mingi, lakini tayari najua wengine wamekuwa naniuliza tangu waingie grade ya 4 wamefanya assessment grade ya 6, sasa grade ya 9, na vile vile wenye wanafanya KJSEA tuseme kuwa wakati waliingia junior school kuanzia grade ya 7, hiyo assessment wamekuwa wakifanya ni muhimu sana, kwa sababu grade ya 6, grade ya 7 na grade ya 8 assessment zenye zilikuwa zinafanywa hapo ita constitute 20% kwa jumla ya points ama alama inayotakikana kuingia kwa senior school. So watakuwa wanaangalia KPSEA uliendaje, na KPSEA itapewa 20%, 20%, na grade 7 na grade 8 20%, alafu KJSEA itakuwa ni 60%. So Wakenya wasiwe na wasiwasi sana, kwa sababu elimu kama inapeanwa lazima walimu wafanye assessment, wajue kama kweli wanafunzi wamekuwa wanapata kitu ama wamepitia tu bila
chochote. So assessment ni part and parcel ya masomo. Na kwa wenye wamehitimu, unajua tumekuwa na transitions mingi sana na pengine Hadia, unajua kila transition wakati tunakuwa na transition kuna vile wengine wanapotea hapo katikati. Sijui ni nini inafanyika, lakini utapata kama mtu anatokea KPSEA grade 6 aingie grade 7, alafu wanaambiwa saa zingine wanaambiwa wakuje na desk, wakuje na admission fees, na hizo unajua ni kinyume cha sheria. Na wengine wanasema haisuru, mimi hata nimefika mwisho hapo tayari nimefanya mtihani fulani. So tunapoteza wanafunzi wengi. So wale ambao wametia bidii, wamefanya juu chini ili wafike grade 6 na grade 9, hongera na tunawatakia njema wakati mnafanya mtihani. So wakati huu najua KJSEA itakuwa na changamoto kidogo kwa sababu hatujakuwa na mtihani ya aina hii. Ile mtihani tumekuwa naye ilikuwa ni KCP. Tulikuwa tunajua kawaida ya KCP unatuma invigilators na supervisors, kuna containers Matiang'i alileta, unaenda kuchukua mitihani, unamaliza, unarudisha. Lakini hii ni tofauti. Hii ni tofauti kwa nini? Kwa sababu ile mtihani sasa wanafanya ni summation, ama inaunganisha sasa ni yale yote umekuwa ukifanya. Sasa ndio ionekane kweli umejitayarisha kiwango gani. So kutakuwa na kama pioneers, kuna vile hata exam imekuwa setting ya exam, pengine watakuwa na shida na lakini KCP walikuwa wanauliza swali straight, mbona hii inauliza swali tofauti? So hao ndio watafungulia wale wengine wanakuja nyuma. Ndio tunasema hao ndio pioneers. Hao ndio wanatumiwa kama kwa research guinea pigs. Ndio wengine wakipitia watasema okay, kwa 2025 KJSEA ilikuwa imesetiwa namna hii. Sasa sisi basi tujitayarishe ili wakati tunaenda kwa 2026 tayari uko na mfano wa kuiga. Na umeona vile setting ilifanywa, invigilation ilifanywa, unaona mambo mengi kwa sababu sasa uko na experience, ama unapewa experience kupitia kwa wale wengine. Na pia kwa subjects zote, unajua mpaka saizi nafikiri hata pengine Oliver ataeleza zaidi, yeye alikuwa kwa ile team, alikuwa na buni CBC. Utaangalia, utaona kama wale ambao tayari walikuwa wameambiwa wafanye hiyo setting ama the subjects, kuna vile subjects kadhaa zilikuwa zimeunganishwa. Zitawekwaje katika mitihani? So hapo hiyo consolidation, pengine kuna uzito itawekwa kwa home science na sio kwa agriculture, kwa mfano tukichukua hiyo combination yenye walikuwa wanafanya. So hayo yote itaonekana tu wakati huu, kwa sababu hii ndio itakuwa wakati wa kwanza. Najua KICD wamejaribu kufanya hiyo rationalization, lakini bado ni kitu inaendelea. Kwetu sisi tunasema waendelee kufanya hivyo, ndio wakati tunasema tuko na subjects fulani, hizo subjects zinajulikana, wanafunzi pia wanajua kuna vile wataendelea kufanya preparations, na hata wenye wanachapisha vitabu, kama ni vitabu za kusaidia wanafunzi kufanya revision, ndio wanahakika kweli vitabu za revision ni hizi ni hivi. Kwa sababu wakati huu wenye wako na watoto katika KJSEA niliona walikuwa na shida mingi sana kutafuta ni revision books aina gani. Mimi nimeulizwa maswali na wazazi wengi, hata na walimu wenye wanafundisha kwa junior school. Na nawaambia okay, ile vitabu mlianza nazo pengine mrudie kwa hizo, kwa sababu kila wakati mtihani ikiletwa lazima waangalie wanafunzi walikuwa wanafundishwa nini. Lakini the refined revision books, ama zile vitabu za kusaidia wanafunzi kufanya rehearsals, hazijakuwa za kutosha. So hapo kutakuwa na shida kidogo, lakini
vile nimeona kila mtoto ama kila mwanafunzi wa grade 9 wanasema wako tayari na wataendelea kufanya kutia bidii kufanya hiyo mtihani na wapite. Naam, tunawatakia kila laheri katika hilo. Lakini tumpatie Olive fursa kwa sababu kama ulivyotaja alikuwa miongoni mwa kile kikundi ambacho kiliota ndoto hii ya CBC. Na sijui anapoiangalia sasa hivi ndoto hii inaendelea vile waliota ama ni tofauti. Mimi nilipinga vile walipeleka mbio. Sasa hao ndio watatusaidia. Naam, Olive, unaonaje tunavyoelekea katika kuingia kwenye mpango wa sekondari ya juu ambao ni senior school? Ulivyoota CBC wakati uko kwenye kile kikundi ambacho kilikuwa na mipangilio hiyo, na sasa hivi ni wapi ambapo tupo katika barabara ambayo ni sawia na wapi ambapo tumepoteza mwelekeo kidogo katika kutekeleza CBC? Okay, asante sana. Kwanza hata acha mimi nisiwachwe nyuma kupeana rabilagbi kwa familia ya Raila Odinga. Huyo ni mzee ametufundisha mambo mingi, tumesoma na tunaomba Mungu atupe wengine kama yeye wa kutetea watu, kwa sababu kile tulitaka ni watu wanafikiria watu wale wadogo, na yeye alikuwa anafikiria sana wale wadogo na alikuwa na wao. Tena sasa kwa mambo ya masomo, ningetaka kuwaombea wale wanafanya mtihani muda mzuri, Mungu awajalie wafanye hiyo mtihani wafaulu vile wanafikiria, kwa sababu kila mtu anafikiria akiingia hiyo mtihani anafikiria vile atafaulu. So Mungu awaangalie. Sasa uliuliza ulisema tuko na watoto wengi milioni 3.4. Of course tukiwa mwaka wa 2025 watu wameongezeka kutoka pahali tulipo. So watoto wako wengi. Tena sasa tunafikiria juu ya mitihani. Kuna wale wanafanya hiyo KIPSEA, kuna wale wanafanya KJS na wale wengine wa ni KSC. So ukijumulisha hao wote unaona ni wanaweza kuwa wengi. Na tunaomba serikali ilikuwa imejiandaa, kwa sababu ukiwa na watu wengi unatengenezea hata kama ni chakula unahitaji resources na watu, human resource. Tunawaombea wafanye, kwa sababu hii wakati nilikuwa tunaota hii ndoto ya CBC tulijua umuhimu wa assessment. Assessment ni muhimu kwa sababu huwezi kujua mtu kama anasoma anapata ile masomo anapewa au yeye tu anaketi kwa kiti anatoka anaenda nyumbani anakula chakula. So assessment ni muhimu. Ni kama vile tu tunaenda hospitali. Wewe unaambia daktari uko na hii lakini anakuambia sasa hatuwezi kujua ni nini mpaka tukupime. So ni mapimo. Sasa wakati tulikuwa tunaota CBC tulikuwa tunasema, unajua kuna aina mbili za assessment. Kuna ile tunaita formative. Ile inafanyika wakati mtoto anaingia darasa, inafanyika na mwalimu, anaangalia huyo mtoto, anamfanyia tu assessment kidogo, ana mark, anaweka kado, ndio ajue vile huyo mtoto anaendelea. Na formative ni very essential, ni muhimu sana, kwa sababu ndio utajua. Kama sasa alikuwa adike, anaweza kuandika alphabet, au tutangojea afike grade 6 ndio tujue hata hakujua kuandika alphabet. So hiyo formative inakuwaga muhimu sana. Sasa ile inaleta shida sana ni hii tunaita summative. Ya mwisho ni kama umeweka mtu kwa box. Nafikiri hakuna mtu anapendaga ati unawekwa kwa box ulizwe maswali. Hata mwili yako daktari akikupima ataona uko na stress kiasi. So najua hata watoto wako na stress. Na CBC ilikuwa ipunguze, ndio kwa sababu stress itaongeza. Watoto wengine hawaanguki mtihani ati kwa sababu ati hakujua. Anashtuka, hata anasahau. Hata wewe ukishtuliwa utasahau kitu, hata utasahau pengine pahali uliweka funguo zako. So tulikuwa tunataka kupunguza hizi summative assessment. Ni vizuri sasa kwa sababu tunaona hii mtihani
inajumurisha vile alifanya kwa darasa na hii summative kidogo. Tunafikiria serikali ifanye bidii ndio hiyo summative iwe inaendelea. Kuna nchi sasa summative hakuna, wanaenda na formative kwa sababu vile wanataka kujua ni unajua unaweza tenda vile ulifundishwa. So tusiwe sana tunataka kuweka mtu hapa ana sweat ndio atuandikie kitu ndio tujue yeye anajua. So hiyo summative ndio tulikuwa tunataka tupunguze. So tunafikiria wale wako kwa idara ya elimu wakati huu watakuwa wakifikiria. Rafiki yangu Boaz ametaja juu ya vitabu. Vitabu ni muhimu sana. Kwa sababu sasa yule mtoto pengine hakushika kitu, mnafundishwa mkiwa watoto 40. Inatikikana kitu unaweza soma. So vitabu ni muhimu sana. Lakini sana sana ningetaka walimu wawe ndio hao ndio wenye vitabu hizo kwa ubogo. Ndio sasa wanafuatilia mtoto. Hata kama ni mtoto hakufanya vizuri unamfuatilia unampeleka mpaka unafika pahali unataka yeye afike. So ni vizuri vitabu vingekuwa. I think my colleague also amesema juu ya rationalization. Mimi nilitoka zamani huko KICD. Nasikia tu rationalization. So mimi naamini tu na naomba wale walifanya rationalization wali rationalize based on facts and research. Sio ati sasa unataka tu kuodoa hii. Unajua kuna watu wengine wanakujaga wanasema mimi sipendi hii, wacha tuitoe. Au wacha tuache hizi chache. Mimi ningetaka kuwe na mpangilio wa hiyo rationalization. Hata mzazi akiuliza kwa nini hii subject ilitolewa au ilipunguzwa, mzazi anajua kwa nini ilipunguzwa. So hiyo rationalization sijui bahari imefika, pengine baadaye nitaangalia nione. Ndio hata unajua niko tu kwa elimu hata ikiwa nilitoka. Ningetaka kukaa nimejua ni nini kwa sababu ningetaka kutetea watoto na walimu na wazazi. Asante. Naam. Boaz, Oliver amezungumzia tofauti ambazo zipo katika mtihani ambao walizoziota katika ndoto ya CBE, ikiwemo kupunguza ule wasiwasi na kiwewe cha mtihani ambacho tumekiona kwenye mtalaa wa 844. Katika masala pia ya mitihani yenyewe ladha inavyobuniwa na pia kumtayarisha mtoto katika zile tathmini ambazo zinaitwa assessment kuanzia darasani mpaka wakati ambapo kipindi cha kufanya either KPSEA ama KJSEA kinafika. Tumeona serikali ilipunguza idadi ya maafisa usalama katika vituo vya mitihani ya KPSEA na KJSEA. Labda kwa kugusia tu kuweza kuweka hizi tofauti kwa manufaa ya mtoto mwenyewe, fikra zake na aone kwamba ni kweli, sio kuweka kwenye boksi kama alivyotaja Olive, lakini tu ni kumjulisha yule anayenitahini kwamba nimefahamu yaliyofunzwa darasani. Kweli kabisa umetaja vile mazingira ya kufanya mtihani. Kila wakati tumekuwa tukiona kabla tuanze mitihani fulani, jambo la kwanza tunasikia ni waziri amesimama pale anaonya wenye wako na nia ya kuiba mtihani. Unajua ile inapatia watoto wasiwasi sana na hata wazazi na sote sisi. So at least wakati huu sijasikia matamshi makali ya aina hiyo. Ya vitisho. Sisi tulikuwa tunakemea, tunasema waacheni kuaibisha wanafunzi. Hao wamekuwa wanajitayarisha. Lakini wakati wewe unaangalia unaona tu yani watu wako wanakaribiana na kuiba mtihani. Hiyo unaleta very wrong ideology or principle. So hongera kwa Interior Ministry na pia kwa Wizara ya Elimu. Lakini hata vile wamesema itaonekana ni kama kuna jambo kubwa sana, kuna yani ulinzi wa usalama, wamewekwa mapolisi wengi katika station moja. Hiyo ni sawa, lakini wajue pia wakati mtihani unafanywa lazima tuwe na ulinzi kwa sababu disruptive elements inaweza tokea na sehemu yenye hatujui. Ile hatuwezi kuunga mkono ni kuwasomea wanafunzi na walimu na pia kuwaambia walimu msikaribie sijui perimeter gani. Na hati ukiona mwalimu ati wakati wa mtihani
unaona suspect ya kuiba mtihani. Hiyo ndio sasa tuondoe kwa mafikra zetu. Ile wakati, kwa sababu hao walimu ndio wamekuwa wanafundisha hao wanafunzi. Na yule mwalimu ameiva na amekuwa na experience, amekuwa trained, mwenye anapenda kazi yake. Anajua ni hatari kumwambia mtoto nitakuibia mtihani. Kwa nini? Kwanza huyo mtoto hata kuwa anasoma, anajua si nitaletewa. Lakini pili, ukifaulu kumuibia ni mtoto wa grade ya C hapa katikati, alafu sasa amepata alama A, anaingia kwa kama ni KJSEA ama kama ni KCSE atapata hizo alama A, alafu sasa amewekwa kwa afanye engineering, afanye medicine, afanye nini. Hao ndio wale utaona hawataendelea vizuri na wataanza kudrop. Sasa huyu hautamsaidia. So mazingira ya kufanya mtihani tuweke sawa, lakini walimu pia tusaidiane na walimu. Mimi nasema walimu ndio washikadau wale wa katikati wakuu. Hao ndio wanaweza hata kutusaidia kwa kuangalia mtihani imefanywa vizuri. Na vile Olive alisema, hizi formative assessments zimekuwa zikifanywa. Ni wakina nani wamekuwa wakizifanya? Si ni walimu. So trust the teacher. Hiyo ndio mambo ya kwanza mimi naangalia. Trust mwalimu, ataweza kufanya juu chini ili huyu mtoto afaulu. Na kwa sababu hao pia wamejua saa zingine kama junior schools, kwa public schools karibu zote, kwa sababu zilikuwa domicile kwa primary school, hawajakuwa na laboratories, hawajakuwa na workshops, hawajakuwa na zile vifaa zinahitajika. So hata wakati huu tunasema wamejitayarisha, sisi wenyewe tunajua wamejitayarisha kulingana na uwezo wao. Sio kulingana na vile tungewawezesha kuwe na matayarisho kamili, kwa sababu kama tungeweza uwezo wetu ingekuwa ni wakati wanaingia grade ya 7 wangepata the junior laboratories, biolojia, alchemia, physics, electricity, zile workshops na arts and cultural spaces yenye wanaanza ku practice haya yote. Lakini kwa sababu hizo tulikuwa nazo kwa ndoto vile waliota kina Olive, lakini hatukujitayarisha kikamilifu kwa sababu ya ukosefu wa kujitayarisha na kuweka hela za kutosha. Ama pengine tulikuwa tunaweka hela lakini zinaenda kwa the ghost schools na ghost nini. So hatukuweka hela za kutosha. Ndio sababu hao wamefika grade ya 9 na hawajaona hayo mambo mengine wangefaa waone. Lakini tusiwape ile hofu ama fear kuwa hawatafanya vizuri. The purpose, hata mimi ndio nilifanya juu chini nifike hapa, ni kuwape motisha. Wana uwezo, wako na nia na wataendelea kufaulu vizuri na wawe watu wazuri mbeleni. Bila shaka. Nitakuwa nampatia Olive nafasi, lakini kwa sababu ya muda na nafaa kuingia madukani. Alafu nikirejea nitakuwa nampatia Olive nafasi kuangazia mazingira kama alivyotaja Boaz, ambayo tunayaona yamebadilika kwa kiwango kimoja au kingine. Maafisa usalama wamepunguzwa katika idadi kwenye vile vituo vya kusimamia mitihani ya KJSEA na KPSEA, na wanasema zaidi ni kulinda ule usalama wa mitihani, na inapofika kwenye kituo basi wanasalia katika ulinzi wa lango na sio kwenye madarasa kama tulivyoona awali, ambapo kama walivyotaja wadau studioni ilikuwa inatia hofu wale watahiniwa kwa kiwango fulani. Mtazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na kusihi usiende mbali. Ya Raila Odinga ilikuwa inajumuika na viongozi kutoka jamii ya Kisii, ikiwemo aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i, ambao wamezuru familia hiyo ya Odinga na kuifariji na kutoa pole zao. Tutakuwa tunafuatilia hayo na kukujuza kadri mambo yanavyoendelea kujiri kule Opoda Farm. Lakini tukirejea studioni kwenye mazungumzo, ambapo tunaendelea kutathmini ile mitihani ama zile tathmini za kitaifa ambazo zimeanza hii leo kwenye kiwango cha msingi cha KPSEA na sekondari msingi kwa mara ya kwanza, ambapo mtihani ama tathmini ya KJSEA inafanywa mwaka huu. Olive, maoni yako ni yapi ukiangalia na kulinganisha mazingira ambayo serikali imeweka katika kufanya tathmini hii ya KJSEA na kulinganisha na labda KCPE, ambapo kulikuwa na ulinzi mkubwa katika mazingira, kulikuwa na vitisho vingi kama alivyotaja Boaz kila wakati ambapo mtihani unakaribia, na hofu ya kwamba mtihani huenda ukaibu?
Okay. Ningesema nimefurahia kwa sababu kunaonekana kuna kitu kinafanyika, kwa sababu ni vizuri kulida, lakini kukiwa na askari wengi ni kama vile tunaenda hospitali naelewa kama kitu kama blood pressure. Watu wengine hawana blood pressure, lakini wakifika kwa daktari waone ile koti nyeupe amevaa, pressure inapanda. So ikiwa inaweza fanyika hivyo kwa mwili wa mtu, hebu fikiria wakati watoto wanaona askari wengi nje. Yenyewe wanafanya kazi mzuri ya kuwalinda, kwa sababu kuna of course kukiwa na wanadamu kuna wale waharifu wako. Na hatuwezi kusema ati kila mtu ni mzuri. Lakini kama vile tunasikia mtu anaweza pata blood pressure kwa sababu umeenda kwa daktari, umeona koti. Na naweza nafikiri nimeenda hospitali wakati mmoja nikapatwa na blood pressure. Daktari akaniambia acha tugoje kidogo. Kugoja kidogo tena imepungua. So unaona, kuona tu daktari hivyo unafikiria mambo, unafikiria huyu anakuja kufanya nini na pressure inapanda. Alafu baadaye na mimi nilikuwa mtu mzima, hebu fikiria mtoto akiona askari. Na of course vile Boaz alisema walikuwa kuambia watoto ni waizi. Yenyewe hata kukiwa kuna wanaweza fanya vitendo vibaya, nafikiri hatuwezi kuenda kusema hata kwa kanisa. Huwezi kuenda kusema watu wote wanaimba, watu wote wanafanya maovu. Kuna wale wachache wanafanya vile inatakiwa. So ni vizuri vivyo wamefanya na waendelee. Mpaka pengine hata tutoe security kwa shule. Hata ikiwa iko pengine hawavai hata nguo zile watoto wanaweza fikiria huyu ni askari, lakini kuna security. Nafikiri kuna mambo kama hiyo inaweza fanyika. Hivyo wamefanya, waendelee. Tungesema waendelee. Wapuguze kwa sababu already hiyo mtihani ni pressure. Inaumiza mtoto. Kwa nini uniweke hapa dakika chache nijaze maswali 10? Kwa nini sikupewa masaa mawili? Wananipea. Unajua sasa hiyo yote iko kwa kichwa ya mtoto. So nafikiri hivyo ni vizuri, na kuna mambo mingi apart from security. Kuna mambo mingi ya mtihani tungetaka. Nafikiri wafikirie ndio tusisikie ati kuna mitihani inaibiwa au ilitoka before watoto wafanye mitihani. Nafikiri hizo ni vitu serikali inaweza. Kwa sababu ni sisi tu watu wanafanya, na nafikiri wakati mwingine hata wanaelewa vile inafanyika. Pengine katikati ya wale wanafanya hiyo kasi kuna wale mikora, so wanaenda wakipunguza. Sasa ulikuwa tena umeniambia niongelee juu ya unaweza kuangalia masuala ya hii mitihani ya matathmini assessments ambazo zinafanywa. Tunajua kwamba zinaanza katika grade ya 3 kwa mara ya kwanza. Ili kwa kumsaidia mzazi kuelewa anafaa kutarajia nini, na pia katika kutembea ile safari na mwanawe hadi kipindi ambapo tunasema huyu amechagua pathway fulani na ni kwa sababu ya vitu kadha na kadha. Kwa kila tathmini inapoanza grade ya 3, ni yapi anatarajiwa katika ile tathmini ya grade ya 3, wanapokwenda kwenye tathmini inayofuata, vitu gani ambavyo mwalimu anataka kufahamu kutoka kwa mwanafunzi na uwezo wake? Okay. Assessment huaga mtoto akiingia kwa darasa mpaka mwalimu ata-assess kuangalia, ata-assess mtoto akitenda kitu anampea mark. So kutoka ile siku mtoto anaingia, hata yule wa nursery kuna assessment. Lakini hatujuagi kwa sababu ni mwalimu anafanya. Ana record yeye mwenyewe. Anaona vile huyu mtoto anaendelea, kama anaelekea. Kwa sababu wakati tulifanya hiyo inaitwa mtaala. Kuna zile Boaz alikuwa anataja zinaitwa learning outcomes. Huwezi kujua mtu kama anaelewa. Kama sasa nikikwambia hebu endesha hii gari, na siku kufundisha, na nilikuwa nataka ujue vile utaingia kwa hiyo gari, vile utafungua, vile utaenda uketi. Nikiwa sijakufundisha hivyo, huwezi kuingia kwa gari ukaiendesha. So hata shule wakati mtoto anaingia mpaka tujue ni nini inafanyika. So assessment inafanyika kila wakati. Sasa tuna zile tunaita national assessments. Na ya kwanza ni hiyo inaanza darasa grade 3. Na grade 3 nafikiri ikiwa vile niliwacha ni hivyo tu anafanya, na vile tulikuwa tunatarajia ni hivyo tu anafanya, ilikuwa
Si mtihani ati watoto wote wakalie tujue walipata marks gapi au walipata kiwango gapi. Hii ni kama research, utafiti. Wanasample watoto, wanawapea hiyo mtihani ndio wajue. Unajua sasa badala ya kugojea miaka 6, sasa katikati ya hiyo miaka unataka kujua kama vile ulichola ungetaka mtoto aelewe, afanye kama anaendelea hivyo. So wakati yako grade 3 ndio sasa unajua, ndio sasa uweze kuendelea grade 4. Sasa hiyo Kenya National Examination Council ndio inapataga hiyo results. Ndio wanasoma, wanaona ai, nafikiri gari tuko na watoto kwa shule, watoto wengi. Kama wakati mmoja nilikaa na nilimark hiyo exam ya grade 3. Unapata hata mtoto hajajua kuandika jina lake. Nilienda nilikuwa nimepewa county sheets kumark. Unakuta kuna shule watoto hawezi kuandika jina lake. Sasa huyo mtoto ataendelea aje mpaka grade 6. Ujua pengine ufike grade 6 hata jina hajui. Hata kwa hiyo karatasi utampatia ataandika. So ni vizuri sasa Kenya National Examination Council inafanya hiyo mtihani ndio wajue kama vile walipanga inaendelea. Sasa hiyo ni ya kuwaeleza, ni kama utafiti. Sio ati ni mtoto tujue alipata marks gapi. Sasa vile ningetarajia ni wakati Kenya National Examination Council wanafanya hiyo mtihani, wanarudi kwa walimu na wazazi. Wanaambia tumegundua hii na hii na hii. Nafikiri wanaandikaga report. Tunapata hii na hii. Sasa au wao kwanza wakae wajue kumefanyika hivi, ni walimu hawakufundisha, ni watoto wako very stupid, sijui ni nini nafanyika, kwa nini hao watoto wanafanya hivi. So ni vizuri Kenya National Examination Council wanaandika report, halafu nafikiri hii ni kazi ya TSC. TSC mpaka ifuatilie kwa sababu NEC is only a small entity. TSC inafuatilia hii report ilisema nini. So tufanye nini na wazazi, tufanye nini na walimu. So hiyo ya grade 3 ni utafiti ya kueleza ni nini inafanyika, tunaendelea. Unajua si vizuri ugoje uambie watu tukimbia kutoka hapa mpaka KICC. Halafu huko katikati ujui kama wengine walipita hivi, wengine walipita hivi, kama wanaelekea KICC. Pengine wengine wameanza kwenda njia Savika. Na wewe ulitarajia wataenda KICC. So hivyo ndio nini hiyo mtihani husaidia. Halafu sasa hii ya primary ndio tulisema, tulikuwa hapo hata tunatarajia, nafikiri Boaz unajua, hata kusiwe na hiyo summative. Lakini nafikiri nilisema wakati mwingine kwa hii forum tuliambiwa na politicians wanataka kujua grade ile wanapata. Nafikiri unajua hata wao wanasikia raha kusema kaunti yao ilikuwa number 1, ilikuwa number 2. Lakini tulikuwa tunataka iwe summative. Kwa sababu hii assessment itafanyika tu na tutajua vile kunafanyika. Sasa badala ya kuweka hiyo summative wakati watoto wako grade 6, tungetaka wafanye formative, walimu watueleze huyu mtoto anaelewa hii, anafanya hii, na pengine tufanye hii ndio to rectify. Sasa hii ingine ni junior. Sasa hii ndio itawaelekeza senior school. Hii ya junior ilikuwa sasa wakiwa junior, na ndio Boaz alikuwa anasema wanafanya rationalization. Wakati tuliota hiyo doto tulikuwa watoto wapewe subject zote. So long as unajua watu wanasemaga wanasoma subject nyingi, lakini the time is still the same. Hatujasema ati watoto wakuje Saturday wasome. Inapangwa, itatoshea ile tu muda wako nao. Kwa na Boaz alisema about learning outcomes. Unajua unaweza set learning outcomes ikiwa juu, ikiwa chini. Sasa ukiset ikiwa chini watafika pahali unataka. So junior tulitaka wachezee hizo subjects. Kwa sababu nafikiri hakuna subject haihitajiwi na human resource. Sifikiri kuna subject tungesema hii ni subject bure, haina maana. So wachezee wakiwa junior school.
Sasa tuelewe, mwalimu atueleze huyu mtoto anaelekeza vipi. Na hata tulikuwa tumesema hata tukiona pengine anafanya science vizuri, tusimforce. Pengine ni vile tu Mungu amemuumba anajua science, lakini hapendi science. Pengine anataka hii art. Sasa akifika junior, wacha yeye tuangalie marks, tumuongeleshe, tuongee na wazazi, ndio sasa tujue kile mtoto angetaka kuchukua senior school. Na ndio tuliuda pathways. Na hizi pathways hata ukienda huko ndani kuna zile tunaita tracks. So mtoto anaweza changanya vitu vile anataka. Kuna mtoto ni mzuri kwa hesabu, lakini mzuri kwa kuiba, na pengine angetaka kuishi akiiba, sio kuhesabu vitu na formulas. So hiyo ndio tulikuwa tumefikiria. So sasa kile mimi siwezi sema sijui mipangilio iko vipi, lakini hivyo ndio tulipanga. Wacheze na curriculum broad, tujue ni nini, tufikirie vile wanapenda, tuone vile ile marks wanapata. Akifika kuchagua hiyo tunaita pathway. Sasa mnajadiliana. Pengine anataka hii lakini amekuwa akipata 0. Unamwambia sasa, tuambie sasa, umpatie hiyo nafasi. Ndio sasa achore. Tumekuwa na watu wanaenda hata university. Anaitiwa course. Anaichukua lakini hiyo sio alipenda. Ni marks zake zilimpea lakini hivyo hakupenda. Naweza kubuka kuna story tulikuwa tunaambiwa. Kuna mtu wazazi wake walimwambia atakuwa daktari kama wao, so asome. Na akasoma, alikuwa na hitimu vizuri. Akawa daktari. Alienda akamwambia sasa nimepata cheti chenu. Sasa mimi nimehitimu kwa daktari lakini mimi sitaki kuwa daktari, nataka kufanya kitu kingine. Sasa unaona, so hatutaki hivyo. Ndio tulisema tutapoteza watu. Na si vizuri tupoteze watu waende courses hawataki. Unajua kitu unapenda inakuwa rahisi. Asante. Boaz, unaweza kuongezea kwa sababu ya muda tusijirudie, kwa kuongezea tu pale ambapo unahisi unataka kuboresha, labda pia ugusie swala la placement ambapo tunatarajia baada ya KJSEA itakuwa ni swala ambalo linakuja, na serikali kwa upande mmoja itakuwa na jukumu kubwa, kwa sababu kama tulivyoelewa kwenye baadhi ya mafunzo ambayo wanatoa NEC wenyewe kwa wanahabari ni kwamba wao wataweza kujua nani amepata alama zipi. Lakini kwa mzazi na kwa shule utakuwa unajua ni either approaching expectation, exceeding ama meeting, na nafikiri masuala mengine kama hayo. Lakini kwa kuangazia jukumu hilo kusalia kwa serikali, tunajua kwamba kuna mengi ambayo walikuwa wanayafuatilia kama alivyotaja Olive, kuanzia ile tathmini ya assessment ya grade ya 3, kujua mtoto amefikia vile viwango wanavyotarajia na kadha wa kadha. Tutakuwa na changamoto zipi ama tutakuwa na mafanikio yapi jukumu hili likisalia kwa serikali moja kwa moja, na kama kuepuka kama alivyotaja Olive kumpatia mwanafunzi pathway ama nafasi ya kuchukua kazi ambayo hajaipenda lakini labda anafanya vizuri kwenye masomo kadhaa. Asante sana Hadia. Ili tusaidie wenye wanatusikiza, pengine vile tunazungumza hapa, tunaassume wanaelewa tumetoka wapi. Na unajua kila mara tukirudia inawasaidia kukumbuka. So nitajaribu kuleta the policy dimensions kwanza. Kwa mfano, vile tulikuwa tuna transition kutoka 844 ili tupate hii CBE na CBC alafu sasa CBE, ilikuwa ni kwa sababu gani na ilitokana na wapi? Ndio malengo yale alikuwa nataja, kama tukifika grade fulani tumeyatimiza ama hatujayatimiza. So kwanza kabisa Professor Douglas Odhiambo mwenye alikuwa na chair ama naongoza task force, presidential task force ya 2012. Yeye ndio alitoa ile report recommendations zake na kamati yake, wakisema kuwa kulingana na vile katiba imekuja, katiba mpya 2010, lazima tufanye alignment ili system yetu pia ya education iwe aligned ama inalingana na matarajio ya katiba. Na matarajio ya katiba ilikuwa ni mengi sana. Kwa mfano, haki
elimu kama haki ya kimsingi, Article 43 na Article 53. Sasa hao yote walikuwa wanaangalia, na vile vile wazazi ama participation ya watu, participation of the people kulingana na maadili ya Article 10, yani national values na principles of governance. Haya maadili ukiangalia ilikuwa inajaribu kutoa Kenya katika ile hali yenye kila kitu ilikuwa inapita. Waingie kwa ile hali ambayo sasa kuna maadili yenye inatuongoza. Mwenye kama wewe umeenda kinyume, watu wanaweza kusema hapana, tuelekeze kwa njia fulani. Sasa haya yote ndio ili-inform vile sasa elimu baada ya 2010 itakuwa inaongozwa ama inalengwa. Na kulingana na hiyo ndio wakasema hata elimu ilikuwa imeletwa ile juu elitist. Watu wanasoma ndio wapate cheti. Unatoka unasema nimepata alama A. Lakini alama A ni mkora ama alama A yenye hana uwezo hata kutengeneza vitu ndogo ndogo. Sasa haya yote ndio hiyo task force ya Douglas Odhiambo. Hao ndio walilay the foundation ya kupata CBE. Na mwishowe ukaona baadhi ya zile recommendations, hao ndio walibuni the Basic Education Act 2013. Basic ile sheria kuu yenye inaongoza elimu kwa hali ya kimsingi, basic education level, kuanzia grade ya pre-primary hadi grade ya 12. Sasa hiyo ni basic education. Na walisema kuwa wakati tunajaribu translate ama to transform lazima tuangalie ile system tunajaribu kubuni. Ni ile system itatusaidia kufanya alignment na mambo kadhaa, na pengine acha nitaje machache ndio tuangalie kama kila level tumekuwa tukijaribu kuzialign. Kwa mfano walisema mtoto akitoka pale ni mtoto yenye ako confidence na ako aware, yani self awareness na confident katika kila level. Ili sio ati mwenye amesomeshwa vizuri lakini jambo fulani tu ikitokea hawezi kufikiria haraka na translate into action. Communication walikuwa wanasema ili wajue kucommunicate na kufanya collaboration, ili najua kila jambo tumekuwa tukiona Kenya tuseme ni conflict inatokea kwa sababu watu wamekosa kupatana. So mazungumzo ama communication na collaboration walikuwa wanasema hii system itusaidie hawa watoto kutoka wakiwa wachanga waweze kuelewa kabisa, na critical thinking, yani ile jambo sio tu unangoja vile niliambiwa ama nani ataniambia. Wewe pia unaweza kufikiria. Creativity, citizenship education, ile responsibility, unabuni yule citizen mwenye anajijua, anajua haki yake na pia anajua majukumu, sio tu kusema haki yangu lakini hajui yeye pia lazima afanye. So haya yote naweza kuorodhesha mingi sana, lakini kulingana na vile ziliwekwa katika curriculum. Kwanza kabisa sisi kama watu wa elimu bora tulisema ili iwekwe vizuri tuwe na ile comprehensive policy yenye inatueleza vizuri haya mengine nimetaja na mengi yenye sijataja. Tukasema ziwe kama the minimum standards na principles za kugovern education. Hiyo kama elimu bora tulitoa a blueprint na tukapublish. Nafikiri tuliita watu wa media na wakakawa. Tukasema ili elimu ile tunatarajia iwe na manufaa kwa watu wote, basi tufanye namna hiyo. Na tukasema ile mambo ya holistic, tukasema ili mtoto akiingia kwa darasa asianze kufikiria sisi mimi nimewekwa tu hapa kwa sababu hakuna alternative, nikipata alternative ningeenda. Tulisema kila shule, public school, iwe ni Nairobi, ile ni Wajir, iwe ni Kwale, ni kuna vitu ziwe lazima iwe basic minimum. Kama ni classrooms, kama ni walimu, kama ni laboratories, kama ni nini yenye inahitajika pale. Na sana sana tulikuwa tunapendekeza hayo ndio kama public servants wenye wanaweza kuwa transferred. Leo uko county fulani, mambo siku nyingine wamekuwa transferred. Ukienda na watoto wako, imagine unaenda na watoto wako wenye walikuwa wamezoea shule fulani kwa sababu hii shule pengine iko na hali ya juu.
unaenda kule unapata hakuna. Hao watoto tutakuwa tumewapoteza. Ndio holistic maana tukasema tuwe na model ile. Na wakati sasa assessment inakuja, assessment itakuwa rahisi vile tulikuwa tunatarajia. Kama unafanya hiyo assessment ni uniform, kwa sababu kila mtoto ameinteract visawa, equally. Unajua wame-interact equally na learning na interaction kama practical nature, wamefanya hivyo. So haya yote tulikuwa tunatarajia ama tuna expect lifanyike, na ndiyo sababu kama Olive anasema level grade ya 3, wakati huo umeona kama hao watoto wanaweza kujieleza. Kweli wanaweza kujieleza na wanaweza kuandika, wanaweza kuhesabu, wanaweza basics at that level. Ndio ilikuwa inatarajia wakitoka grade ya 3 wakiingia grade ya 4, kwa sababu grade ya 4 sasa inaletwa juu kidogo. Wanaanza sasa kuwa more practical, kwa sababu hata creativity ya kufanya vile, unaangalia vile kama mtu anaweza pewa hata task ya kuorganize class yake, waone vile watakuwa wana interact na class fulani, wana competitions hizi za debating na vingine zilikuwa ziletwe pale. Na ndio wakati wanafika KPSEA, basi hao wameiva, wamejua mambo ya hesabu, wamejua mambo ya literature ama English, wanaweza kujieleza, wanaingia sasa. Wakati sasa wanajaribu kuangalia career yetu, wakati tunaingia junior school itakuwaje. Na hiyo sasa ndio sasa mambo ya pathways walikuwa wameanza kuintroduce, na unaona pathways inakuwa modeled kwa junior school, ili wakiingia senior school wanajua mimi ni wa STEM. STEM ni the science, engineering, technology, mathematics na hiyo. Na ama mimi ni social science, mimi nafikiria historia, geografia, economics, hayo mambo mengine. Ama ni art and sports, mimi talanta ile nimepewa na passion yangu ni hivi, ni tofauti namna hii. So haya yote unaona kila level ya assessment ingekuwa inaleta the best kwa huyo mwanafunzi. Ndio akifika level ile ya pili, basi yeye ndiye amefikiria, amechoose mahali kuna interest yake iko na uwezo pia ako naye. Unaweza kuwa na interest kuwa journalist kama wewe, lakini atapata hiyo interest iko, lakini uwezo wake wa kuegemea upande hiyo iko chini. Hapo ndio atasaidiwa, ndio atafute ni gani basi, kama sio hiyo nitalenga basi gani. So wakati huo uliona wakati wa placement, ama ndio wasaidiwe kuangalia ni shule gani nitaenda kwa senior school. Shida ilitokea mingi, kwa sababu placements kwanza walipewa nafasi ya kuidentify 12 schools. Kwa hiyo kuidentify 12 schools, hadia wacha nirudie ama nijirudie sana. Sisi wenyewe na serikali walikuwa nasema hatutaki kufanya categorization ya shule. Unajua vile walikuwa naongea iko na consistency na vile sisi kama elimu bora tulikuwa tunafikiria. Kwa sababu tukisema hakuna categorization, ilikuwa imeweka burden kwa serikali kuhakikisha kila shule, whichever place it is, ni standard. Iko na zile minimum standards na mtu mwenye anaingia hapo ni sawa, lakini ni kinyume na uhalisia uliopo. Lakini wakati huu uliona watoto na wazazi walikuwa na shida kubwa, kwa sababu wanaambiwa sijui category C1 unajaribu C3 mpaka C4 mpaka 12 schools, mpaka shule zingine pia hawakuwa na hata wenye wanafanya application, kwa sababu hii shule hata darasa hawana. Sasa mimi nitaingia senior school hapo kufanya nini? Hawana laboratory, hawana wanajua wazazi na wana. Nitakukatiza kidogo Boaz, ili tumpatie fursa Olive azungumzie hilo. Na nafikiri pia tumekuwa tukiona kwenye vyombo vya habari kuna shule takriban 1500 ambazo hazikuchaguliwa katika wakati ambapo Boaz anazungumzia wa placement. Na sijui kwa maoni yako na ndoto ambayo mlikuwa nayo, ni changamoto anazozitaja Boaz ama kulikuwa na mengine yaliibuka katikati? Kwa sababu shule 12 ikiwemo 9 za bweni na zile nyingine zilizosalia kati ya 12 ziwe ni za kutwa 3 kutoka kwenye maeneo yanayotoka, na katika
katika zile 9 kuna zile ambazo unachagua 4 kutoka within county yako na zile 5 kutoka maeneo mengine. Masuala ya placement unahisi yatakuwa na changamoto gani? Kwa sababu serikali na wizara ndio itakayojua alama ambazo mtoto amepata na ni shule gani ambayo wanahisi atakuwa anaweza kufanya bora kulingana na uwezo wake. Nafikiri kukiwa hivyo kutakuwa na changamoto, lakini kwa sababu wakati kulikuwa kunafikiriwa, nafikiri nilisema hapa kuna department ilikuwa imeudwa. Na hiyo department ilikuwa ifuatilie mambo kama haya ndio mashule yasiwe tofauti sana. Kuna ile minimum standards ndio mtoto hata akichagua atapata kama shule zote ni sawa sawa. Lakini sasa nafikiri mambo mengine haikufuatiliwa, ndio sasa unaona wengine hawachagui. Hata mimi siwezi chagua shule naona haitanisaidia. Lakini hiyo department ndio ilikuwa ifuatilie hayo maneno. Hata si boss, unakumbuka hata walienda wakahesabu resources, desks zinatakikana, mashule vile ziko ni gani zinahitaji usaidizi, hivyo, lakini tukapotea pahali. Na sasa ndio tuko na hiyo changamoto ya kuwa watoto hawachagui shule zingine. Hata mimi hutaniambia nichague shule kama vile boss anasema ukiangalia haina vitu. Najua kuna huyu mtu alikuwa anaitwa Griffin wa Starehe. Kuna kitu alisema na nilikuwa nasema ni vizuri. Unajua Griffin alikuwa hata anachukua watoto kutoka Northeastern. Na anawachukua wakiwa na marks ya chini. Wakati hawa wako na marks ya juu, yeye anachukua yule ako namba 1 lakini marks zake ziko chini. Kwa sababu alikuwa anasema yule mtoto wa hiyo county akikuja kwa hii shule na tuko na facilities, huyo atafanya vyema kama hao wengine. Sasa amepata hii alama kwa sababu shule yake haina mahitaji yote. So tukimleta hapa, ikiwa alifikisha hiyo marks, akija hapa pengine atashida hawa wengine. So nilikuwa nafikiria watu wengine, unajua masomo mpaka iwachiwe wale watu wanafikiria juu ya masomo. Na tunasoma kwa wale walianza na wakafanya mambo ndio tuweze kusawazisha masomo, kwa sababu tukiwa na hizo tofauti itakuwa tu bure. Boss, shule 1500 ziliachwa bila kuchaguliwa. Na tunavyojua serikali itakuwa na kibarua cha kuchagua. Kweli umechagua shule 12, lakini kuna zile ambazo umechagua kwa ile wanasema ni first choice, kwa ile pathway ambayo wewe unaipenda kwanza, alafu kuna zile umechagua kwa ile ya pili ambayo nikikosa hii nitakwenda kwa hii, alafu ya tatu. Kizungumkuti ambacho wengi bado hawajakifahamu ni iwapo wanafunzi watakuwa na fursa kweli ya kufanya vitu ambavyo ni first choice yao ama ni cha kwanza kwa kichagua katika ile orodha, ama wataishilia kupelekwa kwenye zile shule 1500 kwa sababu hatujui zitakwenda wapi. Na kama alivyotaja Olive, ufuatiliaji ulikuwa ni jukumu bado la serikali katika kuhakikisha viwango viko sawa. Zungumzia hilo kidogo, na pia kuna uhalisia gani katika kuwafikia 60% ya STEM, 25%? Olive ananipatia jicho. Asante. Kwanza ile nitajaribu kufafanua tena zaidi. Zile shule 1500 na zilikuwa ni 1500 na few hundred watapata wanafunzi. Sasa inamaanisha wakati tuko saizi wazazi wawe tayari wajue tu kuna watoto wao watapelekwa kwa zile shule hawakuchagua. Kwa sababu serikali nitasema shule hazitoshi. Na hizi pia ni shule. So afadhali wawe huko bila kukaa nyumbani, kwa sababu the alternative ni kukaa nyumbani. So hapo ndio sasa uwezo ama priority ya serikali ya kuhakikisha hizi shule zinakuwa developed. Sio tu zibaki vile zilikuwa. Tumekuwa tukiona kwa runinga kuna shule zingine ni secondary school ama junior school, lakini hata the walls zimebomoka. Unajua huoni sasa ni mwanafunzi gani anaweza sema mimi nataka kuenda pale. So tuweke elimu kama ni priority, ili hela zenye zimewekwa ziende kujenga hizo shule. Sio tu vile niliona Deputy President aligundua juzi tu wakati ameteuliwa
kuwa Tharaka Nithi ilikuwa na shule nyingi zenye zilikuwa na hali mbovu zaidi. So tusiwe ni kama hiyo inatupiga na butua. Tuwe tunafanya ukaguzi kila wakati. Na wakati Olive alikuwa nasema kuna department wangefaa wafanye hivyo. Olive, unakumbuka section 64 ya Basic Education Act. Pengine baadaye unaweza kuiangalia, hata wewe wanasikia wanaweza kuifungua. Kuna hii council ilikuwa ni Educational Standards and Quality Assurance Council. Ilikuwa iwe established. Ilikuwa established na hiyo section, lakini mpaka koti mwaka jana koti waliamuru iundwe. Mpaka saizi haijaundwa. Unajua kazi ilipewa kwa hiyo council. Ndio ilikuwa inaangalia kweli ili tuseme kuna quality education, meet parameters za quality education, quality teacher, quality materials na quality environment. Hao ndio walifaa waangalie, wanakagua kila shule. Haijakuwa constituted mpaka siku ya leo. Nani anafanya hivyo? Ndio Olive, hata wakati unasema TSC wafanye hivyo, hiyo sio kazi ya TSC. Najua unasema kwa sababu sasa kuna vacuum. So hao kwa sababu wanasimamia walimu watusaidie. Lakini sisi the call tunaweza kumake ni serikali wachukue hii ni kama kitu ya muhimu sana. Kwa sababu hiyo council ingekuwa inatusaidia, ndio inaleta hata zile feedback, inasema hapo mbele tuko hatarini. Kwa sababu bila kufanya ABC tutajipata kwa shimo. So hiyo council ingekuwa inabuniwa. Na tena kuna report Professor Laba Nairo, a friend of mine. Laba Nairo na timu yake, nakumbuka hiyo report, ndio waliangalia ili CBC itekelezwe vizuri, ni nini zinahitajika. Wali break hizo down into bits and pieces. Wakasema zifanywe. Baada ya kupokea hiyo report ikawekwa nyuma. So tusiwe, unajua ile shida tumekuwa naye, na mimi nimefanya kwa research, sana tunabuni sera na sheria vizuri sana, alafu tunaweka kando. Sasa ukikuja Kenya utapata kuna documents in place, lakini practice ni tofauti. Kama wangefuatilia recommendations zote hizo, tungekuwa bado na shida, lakini kidogo. Kwa sababu tungekuwa tunajua ni nini tunaweza kufanya. So wakati huo ukiniuliza wanaweza kufanya nini, ndio basi pale mbele iendelee. Serikali wasingoje mpaka reporting ya grade 10. Wasingoje zile 5,000 schools which were not identified. Tayari wako na orodha, wanajua ni kwa nini hii haina nini, waweke a fund ya kuboresha, wafix hizo kwa haraka kabla ya Februari ama Januari kuifika. Ndio wanafunzi wasiwe ati unalikwa pale alafu nasema mimi kama ni hiyo afadhali niendelee na bodaboda. Namna hiyo. Kwa sababu ya muda, Olive, maoni yako ni yapi kuhusiana na jukumu ambalo Boaz analifafanua, sheria ambazo na sera ambazo ni nzuri lakini hazijakuwa na ufuatiliaji kama ulivyokiri wewe mwenyewe, na huenda zikatuweka pabaya? Nafikiri Boaz ametanja kutengeneza laws, guidelines, sijui. Nafikiri hakuna nchi inaweza tushida. Lakini kufanya, kutenda, hiyo ndio changamoto kubwa. Na kama sasa naona mambo nyingi kama ya masomo, hakuna kufuatilia. Tunaenda tu, kuna mtihani inaisha. Sasa tutakutana pengine tukitoa results, tunachangilia, mambo inaendelea tu. So ikiwa haturudi nyuma, tuangalie ni nini tunakosea, ni nini tunafanya vizuri, nafikiri hiyo mambo haitakuwa sawa sawa. Na masomo ni muhimu, ndio inatupea hawa human resource wote. So tukikosa kufuatilia, nafikiri na kutenda vile tumeambiwa. Hata hizo laws unasema zinasema tubuni nini na nini, na hatufuatili. Sasa itakuwa aje? Naam.
Na kwa sababu ya muda tutakuwa tunatamatishia hapo, lakini nafikiri tutakuwa tunapata fursa nyingine kuyazungumzia, na sidhani kama tutasubiri mpaka wakati. Uliuliza pengine kujibu. Ulisema kulingana na vile the formative assessments hizi 2020 na 60 zitakuwaje. Na hapo ni muhimu kwa sababu unauliza lile swali kuu. Hiyo swali kuu ni kwa sababu kila mwalimu katika shule, unajua sidhani kama kuna mwalimu mtoto wake ama wanafunzi wake wanaingia kwa KJSEA na utapata wameandikia assessment ati walikuwa below expectation. Nafikiri kuna karibu kila mwalimu amejua amefanya juu chini na huyo ni meeting expectation ama above expectation. So kizungumkuti itakuwa ni wataperformaje kwa hizi 60%. So ndio sababu hiyo nilikuwa nataka kutumia kufanya appeal. Wanafunzi, msiseme tayari mimi nimeweka 40%. Tia bidii, fanya vile inawezekana kwa sababu hii 60% itakuwa muhimu sana kwa sababu itaunganishwa kwa pamoja. Hata kama unaweza kubomoa 60 kwa 60 itakuwa vizuri. So fanya juu chini. Hiyo ndio appeal na the best wishes. Naam, asante Boaz, na tunatakia kila laheri wanafunzi ambao wameanza mtihani huo wa KPSEA, KJSEA. Kama tulivyotaja, itakuwa ni mara ya kwanza taifa kufanya tathmini ya kitaifa ya sekondari ya msingi ambayo ni KJSEA, na tutakuwa tuna hamu sana kuona ambavyo pia serikali inachukua jukumu la kutoa zile nafasi na kuchagua shule kwa niaba ya wanafunzi kulingana na zile placements ambazo tunazitarajia mwakani na kulingana na yale machaguo waliokuwa nayo ya shule 12 wanafunzi, na pia cha mno kuboresha tu mazingira ya shule ambazo wanafunzi waliacha kutochagua zaidi ya shule 1500 ambalo ni swala linalotia wasiwasi mkubwa. Lakini kwa kutamatisha, nimshukuru sana Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa masuala ya sera na elimu na pia masuala ya utafiti wa elimu. Asante sana kwa kuja na kwa kutenga muda. Na nimshukuru sana Olive Mbuthi ambaye pia yeye ni mtaalamu wa masuala ya sera ya elimu na amewahi kuhudumu kama naibu mkurugenzi katika taasisi ya KICD ambayo waliota ndoto hii ya CBE, na anasema kufikia sasa naona mambo yanakwenda sambamba isipokuwa mambo mawili matatu ambayo yanahitaji uwajibikaji zaidi. Asante sana Olive kwa kuja na kwa kujumuika nasi katika mazungumzo haya. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika tamati mwa taarifa za yanayojiri na pia kwa jumla mazungumzo haya, na kushukuru sana kwa kuungana nami mwanzoni hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na wapisha wenzangu wa taarifa za News Desk kwa lugha ya Kimombo kuchukua usukani wa matangazo haya. Hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.